Sahani na misiko. I want to take a very brief moment, and then in the next probably 1 hour we'll be done, because today we have so many meetings, na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kunena na roho zetu. Leo ningetaka kuongea kuhusu guarding the altars, kulinda madhabahu. Guarding the altars, kulinda madhabahu. Maana that is the message that God dropped in my spirit. Guarding the altars. Wiki hii nimekuwa kwa maombi nikitafuta Bwana, na wakati nilikuwa ninauliza Bwana niseme nini, because me I believe ya kwamba sio kukutana tu na kuhubiriwa. Kuna arema word ambayo Mungu huwa anapeana kwa ajili ya kanisa, na ndiposa makanisa haya yetu ya kiroho huwa tunahubiriwa sometimes a different message every Sunday. Maana kila wakati, every season kuna wakati na kuna neno la huo wakati. Kuna makanisa ya huwa yanakuwa na neno la uniform message for the whole church in the world, but I want to believe ya kwamba hata wakati John the Revelator alikuwa anaandikia makanisa 7 maujumbe, if you read those messages utakuta every church kulikuwa na some differences katika ujumbe ule. Kanisa la Laodikia na Efeso walikuwa wanaandikiwa messages different or depending on the need in the church. So I believe hii church yetu wakati huu Mungu anataka tujifundishe mambo haya ya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na ningekuomba tu kwa jina la Yesu nisikize, maana ujumbe huu ni muhimu sana. Sihubiri kuhusu madhabahu hasa, lakini leo nahubiri kuhusu kulinda madhabahu. Amen. Kwa lugha ya kwetu madhabahu tunaitaga aje? Magogona, kigogona, sio magogona, kigogona. Kwa Kikamba mnaita aje? Madengo. Madengo sio shirani? Ndio. Wale wamezaliwa tauni hawa akili watakuwa. Kidembeo. God bless you. Kidembeo. Ndio ndio anaongea vizuri. Kidembeo. Because I believe madengo it has something to do with it, eh? Madengo. Ya kwani? Anta. Anta. Hiyo ni Kigiriki jamani. Anta. Hallelujah. Uliza jirani yako madhabahu kwa lugha yako inaitwaje? Na kuna sababu ile ninafanya niwaulize, because I want you to understand this. Nataka kushike. Bwana Yesu asifiwe. We are going to read from the book of Daniel, chapter 5 and verse 1. That is one of our main readings. Daniel chapter 5 and verse 1. Someone can read for me if you are there. Daniel chapter 5 verse 1. Alafu sasa ndio niwaeleze 1 2 3. Mungu aliniambia niwaambie kwamba anataka apewe madhabahu. Mungu alisema apewe madhabahu hii. Amen. Munalisikia? Yes. Mungu alisema apewe nini? Madhabahu, because for a long time tunajidaisha ya kwamba tumepea Mungu madhabahu lakini hatujampea. Whatever we are doing here, we are doing in the flesh. Now we have allowed other spirit apart from the spirit of God atawale hapa. Wale tumekuwa kwa maombi, Mungu amekuwa akionyesha mambo mengi sana. Unfortunately some of you don't pray. Lakini Mungu amesema this week apewe madhabahu hii, na mnaenda kuona kile kitu Mungu anaenda kufanya. Amen. Ningekuwa wewe ningesema hivi. Mungu amesema apewe madhabahu. Amen. Ni yake. Maana madhabahu hii inaweza pewa Mungu au miungu au watu. But this time around God is saying, nipatieni madhabahu muone nikifanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Daniel chapter 5 and verse 1. It says, Ehe. Belshaza mfalme
aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vyombo vile vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la Bwana ya nyumba ya Mungu lililokuweko Yerusalemu. Na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Number 5. Saa hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokikabili kinara. Naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. 6. Ndipo uso wa mfalme ukabadilika, fikira zake zikamfadhaisha, viungo vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi. Mfalme akalia kwa sauti na Wakaldayo na manajimu. Mfalme akanena, akawaambia wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayeyasoma maandiko haya tafsiri na kunionyesha tafsiri yake, atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa 3 katika ufalme. Fikisha hapo kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Abia jirani yako sasa, angalia tena. Tafadhali, hata nisipopiga duru hapa, sikizeni kile ninawaambia. Niseme hivi, madhabahu katika kanisa au madhabahu kwa any other setup ndio jambo muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani anatafuta sana jinsi ya kuharibu na kuchafua madhabahu, maana anajua madhabahu yakiwa sawa, nguvu za Wakristo au nguvu za watu wale wanaoamini zitatoka mahali pale. So the devil is doing his level best to make sure he defile the altar so that we cannot access the power of God. Maana wakati nguvu ya Mungu inashuka, mahali pa kwanza nguvu ya Mungu huwa inashuka ni madhabahu. Unanisikia? Nguvu ya Mungu hushuka katika madhabahu, na kwa madhabahu yoyote ile, iwe ni ya kishetani au ya Mungu, kuna kuanga na mlango. Kila mtu aseme mlango. In English we say portal. Kuna kuanga na an opening that connects heaven and earth. Every altar, even demonic or godly, there is a portal, there is an opening. Bwana Yesu asifiwe. Na any given altar, kila madhabahu yoyote ile, iwe ni ya Mungu, kunafaa kuwe na huo mlango unao connect hiyo madhabahu na Mungu mwenyewe. Na watu wakileta mchezo katika madhabahu, unakuta madhabahu yale yamechafuka na miungu mingine imepata nafasi, na unakuta hiyo kanisa haina nguvu. Maana nguvu ya kanisa, it is dependent on the altar. Nguvu ya watu kama sisi washirika wa hili kanisa, it is dependent on this altar. Tukichafua madhabahu haya, tunakuwa wiki, tunakuwa ya kwamba hatuna wa kuongea on our behalf. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati tumekuwa tukiomba, mimi nimeomba sana kuhusu hili kanisa because nimerealize over time tumekuwa ni kama tunainuka tunarudi chini. Na unakuta sometimes vita ni mingi sana kanisani. Na Mungu akawa akinionyesha sometimes, kama juzi nilikuwa nimeonyeshwa na nafikiria it is 2-3 months back, na nilikuja nikashare nafikiria na watu wa intercessors na wale mnakujaga midweek services. Ya kwamba mimi nilionyeshwa nikiwa na gari ninaiendesha, na ulimwengu wa kiroho ukionyeshwa gari mara mingi huwa
kuwakilisha kanisa, especially if you are a pastor like me. Na hiyo gari ilikuwa nzuri na nikaona nilikuwa ninaiendesha, lakini nikiweka gia inarudi reverse badala iende mbele. Na nikawa nashangaa ni kwa nini inarudi reverse. Maana ilirudi reverse na nikaona ita crash, lakini niliweza kumanage kuicontain kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe. Na nikaangalia mwenye tulikuwa na yeye kwa hiyo gari, nikaona ni ndugu yangu, sio huyu, ni mwingine mwenye amenifuata. Na nikamuuliza ni nini inaendelea. Akaniambia hata yeye haelewi. Lakini kwa gari, wale mnajua kwa gari, kwa kiti ya dereva kuna kuna gadget inakuwa hapa ya kuhold vikombe. Kama umenunua kasoda unaweza wekelea hapo. Nilipofungua hapo nilikuta kulikuwa na sewage, sijui ni nani alikuwa ameweka sewage pale. Na nikajiuliza ndugu yangu akaniambia hii ndio inasababisha gari hii ukiweka gia badala iende mbele inarudi reverse. Bwana Yesu asifiwe. So pamoja na hayo na mengine mengi mambo Mungu ameniongelesha kuhusu madhabahu haya, kidogo sija kuwa mtu ambaye anabidii kufanya au kutimiza au kuleta marekebisho katika madhabahu haya. Lakini wiki hii nimekuwa nikiomba na I felt convinced in my heart ya kwamba tumeomba ya kutosha. Wale ambao hamjui, kuna watu wanakujaga hapa every day from saa 10 wengine saa 9 wanaomba mpaka 5 every day. Lakini Mungu akawa akiniambia kwamba amejibu maombi ya hili kanisa, lakini ile sehemu imebaki ni kwetu tufanye 1 2 3. We are just where it is needed. Maana hii madhabahu Mungu amekubali, lakini tumeruhusu maroho ya kigeni kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana leo ninahubiri, na sio mahubiri tu, leo ninahubiri. Leo ni siku ningetaka tuombe na tutubu, tuambie Mungu officially tumempatia haya madhabahu atawale kwa jina la Yesu. Amen. Na mimi ninataka kuwaashua you are going to see the changes that is going to happen in this church. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani ako katika biashara ya kuharibu madhabahu, na ndio maana unaona mambo mingi ambayo yanafanyika hata makanisani. Mengine unakuta ni mambo ambayo hayana sifa ya Mungu. Watu wameleta michezo katika madhabahu. Niliona kanisa lingine unaona vijana wanaibisha kwa praise and worship, wengine wamesukwa nywele na wengine wako na vipini kwa masikio. Nashukuru Bwana kwa sababu hii kanisa hatutafika hapa na hatutafika hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na unakuta people and the pastor have embraced that. But ukiangalia katika Biblia, wale watu ambao walikuwa wanawekwa vipini kwa masikio, if you can read from the book of Exodus chapter 21 and verse 4, you realize mwenye alikuwa anawekwa kwa kipini kwa masikio mwanaume ni mtu ambaye alikuwa amenunuliwa na pesa, na akinunuliwa na pesa anapewa bibi na yule master, na wakati wake wa kutumika ukikwisha aseme ya kwamba mimi ni nakupenda, mimi singetaka kukuondokea. Master alikuwa anapeleka kwa judges na anapewa ruhusa ya kumtomboa masikio to say ya kwamba wewe ni mali yangu. You can see it. Wewe ni mali yangu. Maana wakati ulikuwa unanunuliwa ukiwa mtumwa, upewe bibi na master. Huyo bibi akizaa watoto sio wako, ni watoto wa mwenye kukuajiri. Huyo bibi sio wako, ukiondoka huwezi kwenda na yeye. So wakati wako ukiisha wa kutumika, useme ya kwamba mimi ninakupenda na nataka kukaa na wewe maisha, ulikuwa unatombolewa masikio ukiwa mwanaume. Sasa wapendwa, nataka mniambie, hawa watu ambao wanaenda wanatombolewa masikio, alafu tunawapatia nafasi katika madhabahu ya Bwana. What are we saying? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanaume ametombolewa masikio hapa. Chikeni mambo haya because mambo haya ni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu anatobolewa masikio akiwa mwanaume, mimi siongei mambo ya wadada, kuna kile anamaanisha. Kuna kile anamaanisha. Yeye ni mtumwa, amenunuliwa na pesa. Na one of the sign ya kwamba yeye amenunuliwa na pesa ni kutobolewa masikio. But these are the people that we are embracing in churches. Watu ambao ni watumwa wa pande ile nyingine tunawaleta kwa madhabahu. Mungu atusaidie kwa jina la Yesu. Na hivyo basi unakuta even gay people, lesbian. Kuna hii kitu wanaita gay right. Amen.
Unakuta ya kwamba siku hizi because of democracy, serikali, some of the government wana advocate hawa watu washikanishwe kanisani, bibi na sijui nitamuita bibi na bibi au bwana na bwana, kwa sababu mwanaume kimaumbile hafai kuwa mwanaume mwingine. Lakini unakuta mambo haya yameruhusiwa kanisani, but they are demonic. So we end up defiling the altar to an extent. Madhabahu yetu hayana nguvu. Nataka mshike siku ya leo, madhabahu iliyo na nguvu katika maeneo yoyote ile ndio huanga ina determine hata tabia za watu. Mkiona watu hawakuji kwa hii kanisa sio kupenda. A man or a woman is a slave of the spirit that is ruling him. Madhabahu hii ikianza kuongea, mtaanza kuona mabadiliko katika maeneo haya. But so long as hii madhabahu yetu tumeichafua, haitaongea. Na ndio maana mnaona tunaladalishwa, tunaumizwa na tunapigwa hata baada ya kuomba. Ni kwa nini? Kwa sababu we have defiled the altar. Madhabahu haya hatujaipatia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ni nini wapendwa? Madhabahu ni nini? Wacha tu kwanza nieleze because ningetaka watu washike. Na ningetaka tu mnifuate kwa sababu mambo haya ninahubiri ni muhimu sana. Madhabahu, it is a place of sacrifice and a power point to draw spiritual supernatural strength. It is a place of sacrifice and a power point to draw spiritual and supernatural strength. Please write it if you can do it. Please write it. Please write it. The reason why unaona watu wanaenda kwa waganga because madhabahu yao yanazaa result. It bears result. Wakikuja kwa kanisa wanakuta madhabahu yetu tulichafua hayana result. Amen. Na ndio maana mtu unaona ni rahisi kwenda kwa mchawi kuliko kuja kwa nyumba ya Mungu. Lakini madhabahu ya Mungu ikiwa haijachafuka, ikiwa na Mungu mwenyewe, mtu anafaa kuja hapa hata pastor asipokuwa, anapata result ya kile anahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa ukileta na sadaka na dhabihu yako katika madhabahu haya, na waambie Mungu ninahitaji 1 2 3, hata pasipo kuombewa, madhabahu haya yanaanza kuongea on your life, on your behalf. But why are we doing so much yet we are not getting result? Ni madhabahu haya tumechafua. Amen. Ni kidogo lakini mtajitia moyo katika Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nitaonyesha jinsi watu huwa wanachafua madhabahu, lakini nataka kusema hivi wapendwa, madhabahu ni mahali ambapo tunapata nguvu zetu za roho. It is a place of sacrifice. Ni mahali ambapo tunatoa sadaka na dhabihu zetu. It is a place of sacrifice and a power point to draw spiritual and supernatural strength. That is the definition of altar. Kuna vile other definition itawapatia, lakini nimeeleza hivi ndiposa watu waanze kuelewa ya kwamba mahali hapo mnaona tumeinua, sio kuinua tu tumeinua kimawe ndio watu waonekana wakiibisha. Hapana. Hapa tumeinua, tumepatenda na tumemwaga mafuta hapa. Tumeliitia jina la Bwana ndiposa hapa kuwe ni mahali Mungu atakuwa anashusha nguvu na uwepo wako. Lakini tukichafua hapa, kanisa linakuwa halina nguvu. Kanisa linakuwa linapigwa sana. Kanisa linakuwa at the mercy of the devil. But from today, I want to declare decree Jesus name. Madhabahu haya tunapatia mwenyewe. Kila mtu aseme amen. Solomoni alipokuwa anatoa dhabihu, baada ya kutoa dhabihu zake na kukubalika na Bwana, aliambia Mungu, ninakuomba hata watu wakiomba wakiwa mbali, kama wanatazamia Yerusalemu, when they pray facing Jerusalem, God hear them. Imagine kama mtu anaweza ku make that kind of prayer to an extent, even when you are far away, you pray facing that place, maombi yako yajibiwe. What about when we bring our physical needs here to the very altars? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini tunakuwa na watu ambao wanaleta sadaka zao hapa, maisha yao halibadiliki? Ni kwa sababu mahali hapa tumepachafua. Na leo tunaenda kuambia Mungu atusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wacha tu nipiende kwa mfano kwa sababu watu huwa sometimes wanaelewa kwa mfano. One day kuna mtu aliibiwa ng'ombe, na sisemi mfano hii ni nzuri sana lakini naitoa because people can really probably relate na the story. Na alipoibiwa ng'ombe, akauliza kwa kijiji kama kuna mtu amepata ng'ombe hiyo, na watu wote wakanyamaza, hakuna mtu alisema amepata na hiyo ng'ombe, na hawakuweza kumtabua mwizi. Na huyo mtu eventually, kama vile watu wengi huwa wanafanya, I hope sio
hii kanisa hatuendaki kwa waganga. Hebu uliza jirani yako kama anaendaga kwa mchana. Muulize tu, usione haya, muulize tu. Usitishwe na watu kukaa vizuri hapa kanisani. Usiku ndio maneno inafanyana. Na kama bado wewe uko kwa kanisa na unaenda kwa mganga unajikosea. Maana ukienda huko unaijua madhabahu, unaanza kualika maroho. So huyu mtu akadecide kwenda kwa mganga na akaita mganga akamweleza ya kwamba nimeibua ng'ombe na nimetangaza kwa kijiji mzima, lakini hakuna mtu anakubali ya kwamba amechukua ng'ombe yangu. Kwa nini nakupatia huu mfano? Because I want you to understand something concerning altars. Bwana Yesu asifiwe. Unanisikia? Yes. Na mganga akakuja akamuuliza ng'ombe hiyo mara ya mwisho ilikuwa wapi? Akaonyeshwa mahali ilikuwa na akaenda akachota mchanga wa hiyo zizi mahali na kaanga na akaitisha Mungu akafanya vitu zake zile alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nawapatia hii mfano? Because I know most of you can relate with this. And I want you to understand this place ikiwa na nguvu ya Mungu, there is nothing. Hata mtu akikuombea kwa mganga na wewe muende hapo, you hear, utasikia tu. Wala mnaenda kwa waganga kwa sababu mtu alikuendea ni mjinga. Hauzini moto na Petro. Akikuendea mulete hapo. Na mulete na sadaka hapo. Ashughulikiwe pasipo wewe kuwepo. Lakini tukichafua madhabahu haya, utashughulikiwa hata ukileta. Na ndio maana leo nataka tufundishane mambo haya. Madhabahu haya yetu tuyapatie Mungu tena. So that when we bring our offerings and sacrifices here, hata tukiendewa na maadui, tutaona tofauti. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Biashara zetu zinafaa kuponywa na hii madhabahu. Ukienda sadaka yako hapo kwa sababu ya biashara, madhabahu hii inafaa kuongea on the behalf of your business. Na watu waanza kuulizana wewe unaendaga wapi? Unawaambia na kujaga katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alipofanya zile sarakazi alifanya kwa ile chungu, aliita watu wote kwa soko. Kumbuka alikuwa kwa in a certain place in a farm wa huyo mkulima. Lakini aliita watu wote kwa soko kwa ile nyungu. Sasa nataka mniambie sasa, nyungu na watu kuitwa kwa soko ina uhusiano gani? Where is the relationship? Mambo haya ni ya kiroho. Ambia jirani yako mambo haya ni ya kiroho. Na akaambia hiyo nyungu, ninawaita wote kwa soko in the next 2 hours tukutane sokoni. Na wacha niwaambie to make the matter worse. Watu wote wa kijiji mzima pasipo kutangaziwa tukutane sokoni. Kila mtu alikuwa anaamka anajikuta soko. Within 2 hours soko ikajaa watu kama mkutano ya UDA. Nilikuwa nataka niseme ya ODM. Na sasa kila mmoja alikuwa anauliza mwenzake, umekuja kufanya nini? Mwenzake anamwambia mimi sijui, lakini nimesikia tu nitoke sokoni. Nataka sasa mniambie wapendwa, ni nini hii iliita watu sokoni? Wewe situhubiri pamoja. Ni nini iliita watu sokoni? Ni madhabahu. Maana madhabahu huwa inaongea. Maana kila madhabahu iko na maroho. It has spirit. Wale mmetembea katika ulimwengu wa rohoni. Madhabahu ya kishirikina na mashetani. Kuna kuanga na tupepo tunakaa kidogo. Size hii kidogo, kinga kidogo. Those are the servants that serve on those altars. Kwa hivyo wakati aliongelesha nyungu, sio nyungu aliongelesha, ni madhabahu aliinua na akaongelesha hiyo miungu kupitia kwa hiyo madhabahu. Maana sauti miungu, transaction of God or spirit, inakuwaga kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Within 2 hours kila mtu alikuwa kwa soko, akawaambia nimewaita kwa sababu mimi nimeitana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna ng'ombe imeibiwa. Akauliza watu wa kijiji, mnajua kuna ng'ombe imeibiwa? Wakasema ndio. Lakini hatujui mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Na within no time mwizi alikuwa amongst them that had stolen the cow. Kwa hiyo alijitokeza kwa dalili na ishara ya kukula nyasi kama vile mmezoea kuona hata kwa television. These are not fake things, they are real. But what am I saying wapendwa? Madhabahu ya Mungu na madhabahu ya pande ile nyingine ni gani inafaa kuwa na nguvu? Ya Mungu. Ni ya Mungu. Lakini kwa nini madhabahu ya Mungu inakaa kama haina nguvu? Ni kwa sababu we have introduced foreign god kwa madhabahu haya. Tumealika miungu mingine ndio inatawala hapa. Hallelujah. But from today I want to declare and decree in the name of Jesus. Madhabahu haya tutaipatia mwenyewe.
only result. I am sick and tired of serving God that does not give me result. Mimi I want result. Mimi nataka nione tofauti. Hata wakati Farao alikuwa anapingana na watu wa Mungu, Mungu aliweka mipaka baina ya Waisraeli na watu wa Misri. Goshen hakukuwa na mapigo. Lakini imekuwaje wapendwa? Watu wa Mungu wanakufa, watu wa dhambi wakikufa. Kile kinasukua watu wenye dhambi ndio kinasukua watu wa Mungu. Where is the difference? It is because we have defiled the altars. But from today, ningeomba kwa jina la Yesu, tutakapoanza kutubu, kila mmoja apate na hiyo jambo ya kutubu. Because all of us, in one way or the other, tumeasi. Tumefanya kinyume hapa. Tumeintroduce miungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mahali tumesomewa na ndugu yetu Edwin, ameongea kuhusu Belteshaza. Sijui ni Belshaza. Belshaza alikuwa mtoto wa Nebuchadnezzar, na historia na story ya Nebuchadnezzar, most of us we are conversant. You know what happened with Nebuchadnezzar and his kingdom, Babylon. Sasa Belteshaza baada ya kuchukulia kiti ya baba yake, kuna siku moja alikuwa na bash. Kila mtu aseme bash. Kwa hiyo bash hazijaanza leo. Na bash nafikiria wale mnafanyaga bash. Ni nani ashawahi kuwa na bash kwake? Sio baya. Mimi nimesema ni bash. Inua mkono kama ushawahi attend bash. Kwanza vijana this generation wanasikiaga bash wanapiga nduru. Ai bash. Na sijui kwa nini zinapenda hivyo, lakini ni zile tabia zinaendelea kwa bash. But most of the bashes zinakutanga watu wa hata kama walikuwa wanakusanyika wakule na wakunywe, they end up kufanya mambo mengine, wanalewa na wanafanya usherati na ukora. Na ndio maana bash ni nzuri, lakini ni vizuri kuchunga watoto wako wanapoenda kwa hiyo mikutano inaitwa bash. Bwana Yesu asifiwe. Belteshaza akaorganize a very very big bash. Akaita watu wa heshima katika mkutano ule, wakakula na wakakunywa. Na wakati walipokula na wakakunywa, sijui ni kwa nini katika every this meeting ambapo za kula na kunywa, if people are not careful, devil visit them. Shetani huwa anatembelea hiyo mikutano ya kukula na kukunywa. Na ndio maana mnaona hata kama harusi, ukitaka kujua harusi ilikuwa successful, angalia sana sana pia upande wa mankuli. Shetani anatembelea sana maharusi wakati wa chakula. Unakuta wamama wamekosana, wamama wanapigana, kuanzia hapo na hata na kidole ya kuponya kanisa, wamama walikosana. So wewe sio haongeleshe huyu aliwekea nyama mbili, huyu alinipa mtoto wako nyama. Unakuta ni shetani tu. Ni mimi nakumbuka harusi yangu pia shetani alitembea. Ilikuwa harusi yangu. Unakumbuka tulimwaga chakula ngapi? Sufuria ngapi ya mchele? Hiyo ikalima. Watu walienda nyumbani bila kujua. Sababu kwa kitchen huko ndio shetani alipaka Bwana na kwa na mama huko wanasema watu wa Nairobi kwanza. Sasa watu wengi walikasirika wakaacha chakula na tukamwaga chakula na fikia sufuria bili 3 ya mchele. You can imagine it was that chaotic. Hakusindika tukaa nao kwa ng'ombe. Sijui naye shetani alipata nafasi watu kwa chakula, na ninakumbuka watu walihara the whole night kwa sababu hakubili nini iliwekwa kwa hiyo chakula. So kwa harusi hata yako pasta pray sana upande wa chakula shetani atasipata nafasi. Ndio maana ukubwa tunapenda kusource caterers from outside. Maana ukiorganize na wamama wa kanisa unakuta wanaacha wamechukiana. Shetani anapata nafasi mahali kuna makui sana. Kwa hiyo baada ya Belshaza kuorganize hii bash, wakakula na wakakunywa. Aliorganize akaitisha vitu ambazo zilikuwa takatifu. Vitu ambazo zilikuwa zimetekwa nyara kutoka Jerusalem. Vitu ambazo zilikuwa za hekalu, vikombe na vitu kama hizo. Akaorganize waziitishwe diposa watu wakulie vitu za Bwana. Na wapendwa waje niwaambie, njia moja ya kunifala hapa nitakuja kuonyesha ni kuabuse na kutoheshimu vitu za madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana ni kitu rahisi, lakini katika ulimwengu wa rohoni ni kitu hatari sana. Kuna wakati wa siasa, sijui ilikuwa ya 2013. Sijui 2013 around there. Kuna wakati niliombwa hii hall wanasiasa wafanyie meeting. Na mwenye aliomba aliniambia ni meeting kidogo tu, kuongelesha watu tu. Na nikapatia na hall. Wacha niwaambie, nilipigwa simu nikaambiwa kwani chachi mlibadilisha nikilapa. Kwa sababu walikuja wakafunga Saudi yao hapa.
kativoi ilichezwa, walevi walicheza kwa hii kanisa kama kitu hujaona. Lakini ukiangalia, what's the problem? Maana niliruhusu walete miungu mingine hapa. Na wapendwa, mimi nimelearn over time ya kwamba mambo haya sio kidogo, they carry weight. Bwana Yesu asifiwe. Once we open the door to the devil in this church, you fight battles. Badala hii madhabahu iwatetee, itakuwa inawapiga vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati sanduku la agano lilipelekwa katika nyumba ya Dagoni, Dagoni alikuwa miungu ya Wamisri, miungu ya watu wa mataifa, watu wasioamini. Lakini miungu hiyo na ni michongo. Wakati sanduku la agano liliwekwa katika hiyo nyumba ya Dagoni, Dagoni mwenyewe mfano huu ulikatika mikono na ukaanza kuanguka, bow before the God of Israel. Kama miungu michongo inasikia uwepo wa Mungu inaanguka, what about maroho? Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu haya inafaa kuita watu from every corner of this nation. Lakini tukiichafua itanyamaza na itaanza kutupiga vita sisi, baadaye ituokolee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa niliambiwa sasa, nikashindwa nitafanya namna gani, because mimi ndio nilikosea, nikawapatia ruhusa. Nao ilikuwa ni mlango shetani alikuwa anatafuta apate mmoja hapa. Na kusema kweli waliimba na wakadance na wakasifia vyema, na eventually you can guess what happened baadaye. Na ndio maana mnaona maisha yetu, it has no impact because we have compromised. It is high time tuambie Bwana, tumekupatia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Belshaza alikuwa anafikiria vikombe za hekalu zilizotekwa nyara kutoka Yerusalemu zilikuwa tu vikombe, lakini zilikuwa dedicated to God. Meaning what? Anything that has been dedicated to God becomes holy for him. Iwe ni kikombe, iwe ni keyboard kama hii, iwe ni kiti kama hii. Mimi nakutanga wamama wamelaza watoto wao hapa. Na hakuna nani haja waikalia hii kiti yangu hapa. Sipokuwa labda wale wageni walikuja last night na leo. Nani haja waikalia hii kiti yangu? Wachache sana. Okay, wamama, nani haja wailalisha mtoto hapa? Hata akambadilisha diapers hapa. Na hata wengine unakuta watoto wanakuja kwa madhabahu hapa wanapiga somersault, and we think it is just a normal thing. Wapendwa, acheni waambie, Mungu atusaidie tuchanuke na tuelewe ya kwamba if we do not guard this altar, mlolongo kuiteka itakuwa ngumu. Maana mambo haya tunayoyafanya katika hili kanisa, it is a spiritual thing. Sisi wenyewe hatuwezi kuita watu, madhabahu ndio huwa inaitana. Kama mganga anaweza kuita watu kwa nyungu wakusanyike soko hili tu hawa, tuwe na thousands of people. What about hii madhabahu? Kama inaongea itaita watu namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini we have defiled the holy things. We have abused and despised the holy thing. That is why God is out instead of being in. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nifanyeni namna hii. Kuna mtu ninasaidia. So, Belshaza baada ya kufanya hicho kitendo, the Bible says, ukawa na mkono ulioonekana kwa ukuta ukiandika ya kwamba ufalme wako umekwisha. Because of what you have done, God himself began fighting Belshaza, and his kingdom came to an end. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, ni mambo gani tumefanya katika kanisa hili ambapo yamechafua madhabahu? Na hakuna mtu ambaye hawezi sema he is not guilty. All of us in one way or the other, we have contributed to defile the altar. Lakini leo ni siku ya kuambia Bwana, tunatubu kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vijana walikuwa wa Harun, walikuwa wanaitwa Abihu. Nadab and Abihu, in the book of Leviticus chapter 10 verse 1, the Bible says, and Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of them his censer and put fire therein and put incense thereon and offered straight fire before the Lord, which he commanded them not. And there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Nadabu na Abihu walikuwa vijana wa Harun. Wale hamtajua, Harun alikuwa ndugu yake mkubwa wa Musa, na alikuwa anasaidiana na Musa katika huduma. Kwa hivyo Harun akawa pia na vijana wake wawili ambao pia walikuwa wanasaidiana na yeye katika hali ya ukuhani.
Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hali ya utumishi, siku moja maandiko yanasema ya kwamba wakachukua incense, chekecheo. Wale ambao tumetoka, ushawahi kuhudhuria mazishi ya Catholic, unaonaga ile kitu kanafanya kwa hivi, kanatoa moshi. Nani hajaona? Mnakaonaga? Si tuseme yeye kama mnaonanga. Sasa ukinyamaza sasa itakuwa namna gani? Nani hakajui? Tumweleze kanakaa namna gani? Kanakaa tu kakikombe, lakini kako na vitu ziko ndani zinatoka moshi. Hiyo ni kachekecheo. Na kanawekwa vitu zinachomeka. Hizo vitu ni za kiroho. Huwa zina invite spirit. Unanipata? Na zikiwekwa vitu zile ambazo zinafaa kuwekwa pale kulingana na agano la kale zilikuwa accepted, they invited God. Na ndio maana maombi ya wenye haki yanakuwa ni kama manukato. When we pray, our prayer rises to heaven. Ni akifika mbele za Bwana yanakuwa ni kama ufumba. So when God smells our prayers, what does he smell? Hasikii kelele, he smells good smell of our prayers, aroma. Hallelujah. Amen. Na kwa hivyo wana wa Haruni, Abihu na Nadabu wakachukua vitu wakachanganya kwa ile chekecheo, wakaweka vitu ambazo Mungu hakuwa ameruhusu. Na kwa hivyo wakati kaliwaka, kaliachilia moshi ya kigeni. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu akasikia huo moshi unatoka kwa madhabahu. Maana dhabihu zinazotolewa hapa, Mungu huwa ana smell them. Hallelujah. Mungu huwa anazisikia, anazipokea. Wakati alismell, akasikia huo moto sio wangu, wa kigeni. And the Bible says, fire came, broke forth from the altar and consumed the sons of Harun, Nadab and Abihu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, let's take care ya madhabahu haya, because from this altar they can be a blessing or a curse. Hallelujah. Amen. I have defined what is an altar. It is a place of sacrifice and a power point to draw spiritual supernatural strength. Number 2, it is a place of serving and activating covenant. Right? What is an altar? We are just defining. Maana ni vizuri tuelewe mambo haya. It is a place of serving and activating covenant. Maagano, niliwaambia maroho na miungu huwa yanaelewa lugha za madhabahu. God and spirit, their meeting point is on the altar. Na ndiposa unaona hata kwa barabara zetu ukienda utakuta mahali serikali inasema this is a black spot. Black spot, hiyo ni lugha tu ya serikali, labda hawajui, lakini lugha ya kiroho ni kumaanisha hapa kuna madhabahu, ni mahali ambapo watu huwa wanakufia. Kwa hivyo when you are driving, drive with a lot of care. Be cautious. This point is a red spot. What does it mean? Kuna madhabahu hapa. Na ukiangalia sehemu zingine magari huwa inaanguka, unakutana sehemu hizo sio ati ni sehemu mbaya kwa barabara. Some of these places ni sehemu tambarare, hata unashindwa gari ilianguka namna gani. Lakini hapo kama Sarga. Sarga watu wameishia Sarga sana. Bwana Yesu asifiwe. Sarga watu wamekufa wengi sana. Na ukiangalia Sarga, it is not as bad as mahali kama Naivasha, Kenongi ukiteremka. Ukiangalia Kenongi ukiteremka, those steep places, those are the places you can expect magari yavuke na iwe watu. But how comes watu hawakufii Kenongi, wanakufia Sarga? Mahali ni Nywee. Ni kwa sababu mahali pale Sarga kuna a red spot, kuna madhabahu yaliyoinuliwa probably na mtu. Amen. Maana wale watu nao wanafuga majini na vitu kama hizo, wanazitafutia chakula. Maroho haikuli nyama, maroho yanakunywa na kukula damu. So mengine yanaenda yanatafutiwa madhabahu kwa barabara, yanafichwa kwa barabara, kando ya barabara na kanyungu, yanaambiwa hapa ndio tutakuwa tunakulishia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wapendwa, ni vizuri ukiwa unatumikia Mungu, make sure uko connected na madhabahu ya Mungu. Maana madhabahu haya ndio yatapiga madhabahu mengine. Maana madhabahu, vita za madhabahu hupigana na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vita za madhabahu zinapiganwa na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. So it is a place of serving and activating covenant. Kwa hivyo wakati Mungu anataka kukumbuka maagano, wakati watu wanataka activate covenant, where do they go? Ni kwa madhabahu. Na ndio maana mnaona vitu kama harusi.
Harusi hatuzifanyii kwingine, tunaziletaka kwa madhabahu. Wale mnakwenda wedding, the garden weddings. Na wale mlifanyia garden weddings. Okay, sio mbaya, lakini kiroho nafikiria sio nzuri. Ni vizuri kupeleka harusi yako mahali kuna madhabahu. Hizo wedding za gardens. Gardens hizo zinakuanga na washerati, huko ndio watu wanafanyianga ukahaba na usherati na takataka. Kwa hiyo it is always good when you are doing wedding. Naongea hivi kwa sababu ya vijana. Leteni harusi zenu kwa madhabahu ya Bwana, mahali kuna spirit. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa madhabahu, it is a place where we serve and activate covenant. Wakati Mungu anataka kukumbuka maagano, au wakati Mungu anataka kukumbusha Mungu maagano, unakumbusha Mungu kwa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, it is a place of communion or fellowship with God or gods. Write it, please. It is a place of communion or fellowship with God or gods. We are still defining madhabahu. Alafu nikuje kuonyesha how we defile the altars. It is a place of communion. Madhabahu ni mahali ya ushirika baina ya Mungu au miungu. Miungu ni small g. It is a place of communion. Na ndio maana unaweza kuingia kwa nyumba zingine ambazo zilikuwa inhabited by people who are not godly. Unakuta katika hiyo nyumba unakuwa haunted. Kuna nyumba unaweza hamia ukute umeanza kuwa na weird dreams. Unaanza kunyongwa, wengine mnapoteza kazi, wengine mnaachana, ndoa zinavunjika kwa sababu nyumba zingine zilikuwa occupied na watu wa pande ile nyingine na wameinua madhabahu katika zile nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata vijana wale mnakwenda kuomba sleepover. Vijana mnajua sleepover? Situoke, mnajua sleepover? Mnajua sleepover? Vijana si mnaongea na mnajua sleepover? Mlijulia wapi? Baba mnataka sleepover? Bwana Yesu asifiwe. Wale mnapenda kwenda kutembelea marafiki na mnalala, ni vizuri sana kujichunga, because some of these people wanakuanga tayari wako na hizi maroho, na mahali wanalala vitanda sao sio vitanda tu, ni vitanda ambazo ziko na miungu. Unalala huko unatoka na roho ya usherati. Unalala kwa hiyo kitanda unaingiwa na tabia mbaya na unashangaa, mimi kabla sijatembelea Jude, kabla sijatembelea Michael, kabla sijatembelea Musioka, na yongea mambo wewe kwa sababu sitaki Musioka aseme pastor nilikuwa sawa. Kati ni ile siku nilienda nikalala kwake au akanipatia nguo, ndio shida hizi zilianza. Wapendwa, ningetaka muelewe nyakati hizi tunakaa ni nyakati za hatari. Mambo ya kupewa nguo, mambo ya kuomba vitu fulani, mambo ya kwenda kulala kwa watu ambao huwajui na hawafahamu ni hatari mno. Bwana Yesu asifiwe. They can connect you with the altars of that man or of that place. Hallelujah. Amen. So it is a place of communion or fellowship with God or gods. Number 4, it is a place of offering or exchanging spiritual sacrifices. Please write it. Na wasi kwa jina la Yesu, andika, ni muhimu. It is a place of offering or exchanging spiritual sacrifices. That is the definition number 4 of an altar. Ni mahali ambapo huwa tunapeleka sadaka zetu na tunabadilishana mambo ya kiroho. Sadaka zetu huwa zinabeba our life. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka zetu huwa zinabeba maisha yetu, mashida zetu, magonjwa yetu. Na ndio maana ni hatari sana kuiba sadaka hapa. Maana wakati watu wanaleta sadaka zao hapa, huwa wanaleta nini? Wewe unafikiria ni kimoja umeleta hapa, kumbe umeleta shida zako. Amen. Kuna mtu ananipata, kumbe umeleta shida za kwenu. Tied around that offering. So wakati unaileta kwa hii madhabahu haya yanafaa kushughulikia shida zako, yanafaa kutakaza sadaka zako. Na ndio maana ni madhabahu huwa inatakaza pesa zetu. Mnanishika wapendwa? Kwa hivyo wapendwa, eleweni, wakati madhabahu yako hai na yako na nguvu, kuna mambo mengi sana hatutapigana, maana madhabahu yatashughulika. Hallelujah. Wewe unataka mniambie wapendwa, kuna mfalme wakati alipoambiwa maadui wanakuja, badala atayarishe majeshi na silaha, Mungu alimwambia atayarishe waibaji. Ushawahi kuona waibaji wakienda vita?
comes, instead of preparing for the battle, God told him, in fact, kwa hizi vita, wacha waibaji watangulie, wafuatwe na makuhani na wanajeshi wakuwe nyuma. Na that is how they overcame that battle. Baada ya hizo vita, maandiko inasema ya kwamba maadui zao wakageukana, wakaanza kudungana na kuumizana na kumalizana, and they killed one another. How? Because this king obeyed God's instruction by raising an altar that fought for his battles. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, vita nyingi tunapoteza ni kwa sababu we have not been connected to the altar, or our altar is not speaking, because we have silenced it. Tumenyamazisha madhabahu, tumeintroduce tabia zingine hapa ambazo zimefukuza Mungu. Badala ya kuwe ndani, Mungu anakaa nje. Na wacha niwaambie, Mungu hajilazimishangi katika maisha ya watu. God is a gentleman. God never forces himself into our lives. If you say no, God is a gentleman, he stay aside and you carry on. That's why the Bible says katika kitabu cha Ufunuo 3:20 ya kwamba nimesimama katika mlango. God does not break the door of your life to enter. He stands there and he knocks. Once you open, he comes in. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, shikeni na ninawasihi kwa jina la Yesu. Kufukuza Mungu sio kumwambia toka. Kufukuza Mungu ni kufanya vitu ambazo ni dhihaka kwake. Kwa hiyo tukifanya chukizo, tunaambia Mungu ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaonaga wapendwa niseme namna hii. Any action, either consciously or unconscious, it invites spirit. Ukitoa nguo utembee mlolongo au ufae kama kahaba, you can be sure kuna maroho utaanza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. What defiles the altars? Ni nini huwa inachafua madhabahu? Write it that. What defiles the altar? Ni nini huwa inachafua madhabahu? What defiles the altar? Maybe before we what defiles the altar, wacha nieleze kidogo kuhusu the story of Eli. Eli alikuwa kuhani kama vile mnajua, mmesoma Biblia. Na Eli alikuwa mzee ambaye alikuwa ametumikia Mungu miaka mingi. Na ninaamini ya kwamba Eli hakuanza na mwili. Eli lazima alikuwa alianza na roho. Na ndio Mungu akamkubali na akamchagua kuwa katika laini ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko inasema wakati ukafika, Eli akawa na vijana ambao hawakuwa wanamcha Mungu. Naye Eli akaregea. Instead of correcting his sons, amen, he overlooked. Na wapendwa niseme namna hii, kama wewe ni mzazi, wakati mtoto wako atapigwa risasi kwa sababu haukumcorrect, you will be there to be blamed. Maandiko inasema mtoto tusiweke kiboko chini, achapwe. Abia mzazi angalia mbele. Wacha kuinama hapo. Mambo ya kuita mtoto kama baba na kama mama na kashosho na takataka zote, unamlea jinsi wewe haukulelewa. You are doing your child disservice. You are giving him over to the devil. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kupiga na kuchapa mtoto sio kumchukia, ni kumpenda. When you see your pastor correcting you here, it is not hate, he loves you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini siku hizi za democracy, we have brought democracy even in church. We want to practice democracy. Wakuja vile walivyo na wakae vile wanataka. Maandiko inasema wakuja vile walivyo, lakini wakifika hapa wabadilike. But why do we want to bring the world into the church? Kwa nini tunataka kuleta dunia kanisani? Angalieni vijana wetu wa uibaji, wanaanza na roho, wanamaliza na mwili. Why? Why is the devil going always for the best? The best, the best. Akiona uko na talanta, unaambiwa dunga kipini. Akiona uko na talanta, unaahidiwa pesa, unaachana na Mungu. God forbid. Mungu atupatie watu ambao tutalea that are going to stand for God. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. So watoto wachapwe. That is the gospel. Watoto wachapwe. Eli akawa negligent. Analetewa ripoti na kwa vijana wako wanalala na
Agano la Kale kulikuwa na sehemu ya nyama ambazo zilikuwa ni za Mungu. Kwa hiyo sufuria kama inapika nyama, kuna sehemu ilikuwa ya Mungu na ya makuhani. Na vijana wale wakawa hawana adabu kwa Mungu, hawana heshima hata kidogo. Wakienda wanaitisha nyama, wanasema nitolewe. Na kwa sababu ni vijana wa kuhani, wanaambiwa mababasi mgoja, wanasema hapana, we can't wait, we must give us meat or we take it by force. Na ikawa jambo hilo ni chukizo kwa Mungu. Mungu akiangalia kutoka mbinguni akaona hapana, they have taken me light, they have taken me for a ride. Bwana Yesu asifiwe. Eli did not take care, and eventually the Bible says Mungu akatumana nabii akamwambia enda kwa nyumba ya Eli, umwambie ni mimi niliyemchagua, lakini mambo anayonifanyia na watoto wake ni dhihaka kwangu. Na kwa hivyo ninaenda kuleta kifo katika nyumba ya Eli. You know what happened? Eli mtumishi wa Bwana aliyepakwa mafuta alikalia stulu, akaanguka akavunjika shingo, akakufa kama mwenye dhambi, mtu aliyetiliwa mafuta. Lakini angalia shida ilikuwa nini? Mapuuza. Kila mtu aseme mapuuza. Hii mambo ya kupuuza kanisani, kupuuza, wachana naye. Mungu anaelewa. We have abused the grace. Mungu ni wa neema. Tunafanya dhambi hata kwa madhabahu in the name of Mungu ni wa neema. A time of that is over in this church. Amen. Hallelujah. Habia ndani yako wakati huu umekwisha. Na hii madhabahu nataka kusema namna hii. Lazima tuanze kuheshimu hii madhabahu. Kama wewe hujapewa kazi ya kuhudumu hapa, wacha kuleta miguu hapa. Kama wewe hujapewa kuibisha, wacha kuibisha. Kama wewe hujapewa kuosha kanisa, wacha kuosha. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Uliza jirani yako umepewa kazi gani kanisani? Hallelujah. Amen. Maana hizi ndizo vitu ambazo wale watu ambao wamekaa kwa wokovu na wamejua mambo haya, sio makanisa mingi ya kiroho, especially these big churches ambazo ziko na Mungu ndani. Unaweza kwenda kufanya vitu kwa ile kanisa kabla hujapewa ruhusa. But how come in this church unakutana yale mambo tu, yani hatuna mipaka. Najua mahubiri ya leo ni ngumu, lakini mtanisamea wapendwa. Ninawapenda, you are my sons and daughters, but we have to tell one another the truth. Hatujakuwa na mipaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unakuta wadada wengine wanabadilishia nguo zao za ndani hapa. These reporters have been getting them. Sasa hata sasa tofauti ya kubadilishia nguo yako ya ndani hapa na kukuja hapa ni nini? Halafu unauliza Mungu, ulienda wapi? Mlimfukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au hamjui kuna mtu kutoa nguo yote hiyo ni dhabihu anatoa? Hamuona kwa social media? Unajiuliza mwanamke mzima ako na akili anaweza toa nguo zote na ajiandika kwa social media. Ni dhabihu ameambiwa atoe ndio aende next level. Kwa hiyo hata kutoa nguo katika nyumba ya Bwana, kuna kitu unainua. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niliwaambia nyakati nyingine ya kwamba kwa hizi meeting mnaonaga za uibaji, dancing, disco, wakienda kule unakuta wanafanya vituko. Wakati wanadazi hizo roho zinashuka. Wamama, wadada wanaanza kutoa nguo za ndani wakizitupa kwa madhabahu ya muibaji. Naye muibaji huyo hata hana shughuli. Hana haja. Yeye anajua yeye ni mtumishi wa pande ile. Ni anointing ya kwao imeshuka. Wapendwa, tusipochunga hapa tutahakisha mioto ya kigeni. Na hata waibaji zile nyimbo mtatuchezea hapa, especially za Kikamba sipendi. Hizo tunes za Wakamba huko minister hapa. Au yeye wapenda. Wapeneni wa kweli. Inafaa mtu akitoka nje asikie hiyo ni kanisa inaimba nyimbo za Mungu. Lakini sisi tunacheza, ukienda Kibango Boys na ukuja hapa ni the same thing. Hii ndio mioto ya kigeni tunahakisha hapa. Na tunafaa tuchunge. Maana tutalika miungu badala ya Mungu. We will chase God out of the church. Bwana Yesu asifiwe. Au hapana niko biased. You know, a time comes when we have to face the reality. A time comes when kama ni mbaya tuache kujebesha, tuseme inakaa mbaya, sio mbaya. Kama ni mbaya ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua leo imani hazitakuwa mingi, lakini najitia nguvu katika Bwana. Maana Mungu aliniambia niwaambie ni wakati tumpatie madhabahu. Time we give
altar to take over. Hallelujah. Lakini tutakuta ya kwamba every pastor want to be prominent. He want to carry with him everybody. Ni vizuri, lakini not in expense of the presence of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Hallelujah. I want to meet with you. Uweke sadaka yako hapa. Hata nisipopiga simu na unipigie, unashughulikiwa na madhabahu. Amen. Hallelujah. So how do people defile the altars? Ni jinsi gani huwa tunachafua madhabahu? There are several ways. One of it, when we abhor God offering or belittle his servant. When we abhor, just write it in English, nitakuja kuelezea kidogo. Na nafikiria masaa inaisha. When we abhor God offering or belittle his servant. Wakati tunadunisha watumishi wa Mungu na tunadharau sadaka zake. When we abhor God's offering or belittle his servant. Vijana wa Eli hawakuwa na heshima na madhabahu hata kidogo. Hawakuwa na heshima na vitu za Mungu. They defiled the altar. When you abhor God offering or belittle his servant. I hope kuna mtu anapata hiyo. Bwana Yesu asifiwe. First Samuel chapter 2 verse 12 to 36. It is talking about the sons of Eli. First Samuel chapter 2 verse 12 to 36. The Bible says the sons of Eli were sons of Belial. Walikuwa wana wa shetani. Imagine Biblia inasema ukweli. Walikuwa wana wa shetani. They were sons of Belial. They knew not the Lord. Hawakumjua Mungu, lakini walikuwa wanatumika katika madhabahu. They knew not the Lord. Bwana Yesu asifiwe. First Samuel chapter 2 verse 12 to 36. You can go and read that from your comfort at home. Lakini wapenda nataka kusema hivi nikiendelea. When we abhor God's offering or belittle his servant, then we are helping the devil to fight the church. Na angalieni siku hizi vile watu wamedharau kanisa na watumishi. Nikana kapasta na anything ambayo ni ya ukweli, anything ambayo ni ya kuongeza faida, hata ukiweka kwa social media. Do people watch it? Toa go ingie social media. Kwanza wana share kushare. Wana share kushare. Anything that is godly, it has become of no value. Kila kitu ambacho ni cha msaada imekuwa useless to people. But anything that is evil, it is gaining value. God forbid. So when we abhor God offering or belittle his servant, then we begin to defile the altar. Bwana Yesu asifiwe. Niliona kanisa la Nigeria, wacheni niwaambie, mkisikia Nigeria watu wanainuka. Nigeria church, they respect men of God. Nigeria church have a say even in the government. Nigeria. Lakini angalieni huku Kenya. Father-son relationship hakuna. Everybody is rising wherever, calling himself apostle. Tu vijana tunajiita bishop. Shida sasa. Ni nini inaendelea? But in church of Nigeria, they honor the servant of God. Ni wapo kuna watumishi wakubwa kuliko Nigeria. Si mtajataja wale mnajua wote. Where do they come from? Si mseme wapi? Nigeria. Hawa wakubwa. Wale wanabeba, unajua pastor, kuna tofauti ya anointing. Kuna tofauti ya mantle. There are people who are walking with an anointing. Kuna watu wanatembea na mantles. Kuna watu wanatembea na system. Hey. We are in different dimensions. You can say you are anointed. Mwingine hatembei na anointing, anatembea na mantle. There is a difference between mantle and anointing. Na kuna tofauti ya mantle na system. Mtu amekuwa system. Nigeria wamefika those level. Lakini angalieni Mungu kwetu Kenya. Because we have dishonored the altar. Tumekosa kuheshimu madhabahu ya Bwana. Mungu ameondoka kwa madhabahu yetu. We do not follow the order and the protocol of God. Father, bless you. Madhabahu hivyo hatuheshimu. Kila mtu anafanya vile anataka. Kitaka kuleta moto wa kigeni, wengine mpaka wanaenda kwa waganga. Kwa waganga. Unajua wanaenda kufanya nini? Kutafuta possession za church.
Mwingine alikuja hapa akaniambia pastor. Unajua fulani anataka kwa wapi? Kamuuliza aje. Mimi nilijulia hapo. Kufanya nini? Anatafuta position. Kwa church. You go into darkness so that you can influence the pastor to give you the position. So who are you working for? Simuniambie, unatumikia nani? Shaitani. Na ashindwe kwa jina la Yesu. Mimi watu wakitaka viti wanafaa kutafuta Mungu. But how come they are going to darkness? Sasa huyo mtu atasimama hapa aibishe, anawapeleka wapi? Leo ni ngumu. Leo ni ngumu sana, si kweli? Lakini wacha iwe ngumu namna hiyo. Ndio tubadilishe wapendwa. Amen. Ndio tubadilishe. Hii madhabahu inafaa kuwa inaita viwete na vichawi na watu wako na shida. Wanakuja hata kuuza hii madhabahu nasikia vya jasiri. Yes. Lakini sisi wenyewe kama sisi ndio tunaenda kwa wachawi kutafuta tupewe possession. How do you look for influence in the church from darkness? Mungu atusaidie sana. Amen. So number 2, how do we defile the altar, or what defiles the altar? When we dishonor God by doing immoralities in the house of the Lord. Wakati tunapokosa heshima na Bwana na tunafanya ushirikina, we do immorality. Tunafanya usherati katika nyumba ya Bwana. Wapendwa, siku hizi kunafanyika usherati katika nyumba ya Bwana au hakufanyiki? Iliko. When we dishonor God by doing immorality in the house of the Lord. Wana wa Eli walikuwa wanafanya usherati katika madhabahu yenyewe. Number 3, when we abuse the holy things, i.e. using holy vessels for personal use. Pastor niko na bashi, ninaomba viti 20. Na hiyo kitu nilikataa kwa hii kanisa. Na yeye unajua hiyo. Viti za church, hata kama mtu ako na bash, ako na party, ako na family gathering, nilisema vitu ya kanisa isipeanwe. Ikae hapa. Kuna mahali kwingine unakutaga vyombo za kanisa zinakondishwa. Unasikia ni wakati wa campaign. Pastor anasema we can make good money. Wanakondisha, wanasiasa zinaenda, zinaimba, zinasifu wenye dhambi, zinafanya, and then Sunday zinarudishwa. Mkimaliza ibada hata wanagoja pale nje, wachukue waende. Hiyo kitu wapendwa ni hatari sana, it is risky. Vitu ya kanisa zinafaa kubaki kwa kanisa. Na kama uko na kitu ya kanisa hata wewe uko hapa, enda urudishe. Unasema pastor hapa mimi sitaki. Na ile bahasha ulipewa, ukaitisha bahasha hapa. Nitaenda niwewe kitu nileta. Ulirudisha? Au unasema ile bahasha kama ilitolewa kwa madhabahu, rudisha kwa madhabahu. Hizi vitu ndizo zinapatia shetani nafasi ya kutupiga. Bwana Yesu asifiwe. Uliza mwenzako kama kana bahasha ya kanisa. Wewe si muulize tumalize. Hakuna bahasha ya kanisa? Ako nayo? Hakuna mtu akona bahasha ya church hapa? Kama iko mrudishe. Na usirudishe bila pesa, urudishe na sadaka. Wengine mnakuja hapa niwaombe, lakini kumbe wewe mwenyewe unajikula vitu za kanisa unabeba uweka kwa nyumba. But ukiangalia inakaa kitu kidogo. Lakini kulingana na Mungu, if it is from the altar, it is a holy thing. Bwana Yesu asifiwe. Mnanipata wapendwa? Yes. Number 4 and the last one. When the love and honor for people and things exceed the honor for God. When the love and honor for people exceed the honor of God. Eli esteemed his sons more than God. Akawaheshimu vijana wake kuliko Mungu. To an extent, he did not correct them. He did not rebuke them as a father. He did not take his role and responsibility. Akawaachilia wafanye vile walikuwa wanafanya. Kwa hivyo, when we love and honor people more than God, what do we do? We defile the altar. Wapendwa, angalieni siku hizi hata kwa kanisa vile wanasiasa wanafanya. Mwanasiasa akiingia kwa kanisa siku hizi, what do they do? Tunabadilisha program, si kweli? Simuongee. Si huwa tunabadilisha program.
Tunamwambia mheshimiwa. Naye akisimama hapa anasema Buda. Waiko. Hapo tunafaa kusema nani? Yes. Sasa Yesu anabadilishwa na waiko. Wapendwa, wache tukubaliane. It is high time we understand that ya kwamba tukichafua hii madhabahu, it is not the pastor we are doing this service, it is our own good. Bwana Yesu asifiwe. Ni sisi tunajiharibia. Na wewe unafuata ukiwa mahali unakaa, ukiona mtu ambaye anakaa kuchafua madhabahu, unamwambia tafadhali, usituharibie. Usituharibie. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa nini tunaficha wenye dhambi? Tunaficha wenye dhambi katikati yetu. Unajua dada fulani haendani katika mienendo mitakatifu. Yet you don't say it. Nasema kama pasa hajaona, wacha ikae. Like shume nene, wacha isitoke na wenyewe. Wapendwa, we defile this place for our own detriment, for our own falling. May God help us. Bwana Yesu asifiwe. Ni mtu mgani ako na akili mzuri ataona nyoka imeingia kwa nyumba na asema achana nayo kwa sababu imeingia chini ya kitanda? Sibi nalala juu, wacha ikae chini. Utalala kwa hiyo nyumba. Utaitafuta kwa fumba na ufupa. It's okay. But why are we allowing these things in the altars? Because we do not know the danger. Hii place, hii sio mawe tu wapendwa tumeinua hapa. This is a holy ground. This is a place where God comes and inhabits in our places. Hallelujah. Kanisa isipokuwa na roho ni dead. Yes. Pastor isipokuwa na roho ni dead. Hata uwe na PhD, uwe na degree, uwe na theology, unaongea Kiingereza smooth, useless. If you have no spirit, you are dead. Yes. What makes difference in the life of people is the spirit. Yes. Bwana Yesu asifiwe. When the love and honor of people and things exceed the honor of God, then we drive goes out of the church. Wapendwa, ninataka nifikishe hapo. Lakini ninawasihi kwa jina la Yesu. Wapendwa, wacheni tuambie Bwana, we are sorry for what we have done in this church for a long time. We have esteemed people more than God. We have put things where they ought not to be put. Bwana Yesu asifiwe. We have compromised. We have lied from the altars. Tumefanya jokes hapa kwa madhabahu. Tumeleta michezo kwa madhabahu. Na ndio maana vitu kama comedies, they should not be allowed in the altars. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia basi hata tukufukulia cha usiruhusu comedies hizo. Unakuta kadada kamefaa ati ni Biblia na akaja wale ati ni Biblia sivyo akona mimba ya kubeba Yesu. Na baada ya hapo what do you expect? Roho ya usherati inaingia. Kale kadada kalikuwa kanati na mimba mnakaona after 3 months. 6 months kamebeba. Ilitoka wapi? Si aiga. There is power in what we say. There is power. If there is power in what we say, what about acting? You act like it, you receive it. Tueleweni mambo haya, tunajiharibia maisha. Lakini kuanzia leo, we are going to see a change in this place. Lazima tuone tofauti. We must see a change. Hallelujah. We must see a change here. In Jesus' name. Hii madhabahu ndio inaongea. Watu wanapona watu wabaya. Watu wanaitwa na hii madhabahu. Lakini lazima tuondoe mizimu, tuondoe usherati, tuondoe masengenyo, tuondoe misaha. Yes. Hallelujah. Amen. Because that is what the devil is doing. Taking light, belittling things that should not be taken light. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyeni namna hii. Makanisa unaingia unasikia huku